Tunashukuru Mungu tulipata at least kama siku 3 hivyo za maandalizi, sio siku 4 ambazo zinasaidia tena kujenga kikosi. Shukuru Mungu mpaka up to now. Apart mchezaji mmoja ndio amepata injury mechi ya Mtibwa, lakini wengine wote wapo, kwa hiyo tunashukuru Mungu kwa hilo. Na mwalimu, labda mchezo miwili iliyopita umeweza kupoteza na sasa unakwenda kucheza na timu ambayo hajapata alama kwenye mchezo miwili, umepata alama 2, wewe ukiwa hujapata alama kabisa. Je, labda hali ya wachezaji na morali ikoje kulingana na mtindo wa matokeo ambayo umekuwa ukipitia katika mchezo miwili iliyopita? Katika swala la matokeo unaweza kusema hatujafanikisha, lakini sisi katika kujijenga na performance ya timu, vijana wangu, timu imeendelea kuimarika, anaendelea kuingina kuilevel, kwa hiyo hatujapoteza, tumegain hiyo uzoefu, unajua, na nimeingia hapa karibuni, kwa hiyo wameanza kuelewa kile nahitaji kwao, na wao pia wameanza nimeanza kuwaelewa na kuwafahamu vizuri, kwa hiyo naweza kusema ni timu ambayo inaendelea kukua. Hii timu mechi siku zinaendelea. Labda mwalimu, katika michezo miwili iliyopita tumeona timu yako imekuwa ikitengeneza nafasi, imekuwa ikifika katika muundo wake mzuri mpaka eneo la juu, lakini umeshindwa kubadilisha nafasi hizo kwa magoli. Mchezo dhidi ya Singida, wachezaji wenye quality, tegemee uwepo nafasi nyingi na nafasi hizo kubadilishwa kwa mabao. Timu ikiwa wana uwezo kutengeneza nafasi, ni kazi ambayo imefanyika, ni kupongeza kwa hili. Mazoea huwa kujenga tabia, kwa hiyo wakiendelea kufika pale na kufanya hiyo kufika na kuingia kwa hiyo eneo, na kama kisi nimesema tumepata muda tena wa kufanya mazoezi ya kufunga, kwa hiyo soon itakuja kugeuka tabia, sasa watapata kuconvert zile wamepata kitu kizuri. Swali kama hili? Swali? Ukifanya tathmini kwanza unapaswa kufikiria umepoteza kwa kivipi au mechi ilikuwaje. Nimesikia swali la uliza hapa, timu inatengeneza nafasi nyingi haijaweza kuziconvert, ina maana kuna kazi kubwa imefanyika. Kwa hiyo tunaamini kwa hicho tukiendelea kulitumika, kama kisi tumepata nafasi, at least nimepata nafasi 3 ya siku 3 au 4 ya kujiandaa kwa hiyo mchezo. Ina imani kuwa kesho nitaona tofauti gisi tulikuwa hizo last 2 games. Labda mwalimu, nakwenda kucheza na timu ambayo wako vizuri katika eneo lao la juu la ushambuliaji na inatengeneza nafasi nyingi sana. Eneo lako la ulinzi limekuwa concede katika michezo miwili iliyopita. Labda ni tahadhari zipi unaingia nazo katika eneo lako la ulinzi kuweza kuwazuia wapinzani wako ambao wanakuja wakiamini na wanatamani kutumia nafasi ambazo zinazitengeneza? Kwanza njia nzuri ya kuzuia ni kushambulia. Ikiwa tutaweza kushambulia sana, tutapunguza na wao mashambulizi wao. Kwa hiyo ni timu nzuri, ni timu tunaheshimu, iko katika timu ambao kwanza zinawakilisha nchi, na wachezaji wenye experience, ni vizuri kutana nao, inatupa picha ya level kwa tulifikia. Kwa hiyo na imani kuwa japokuwa tulipoteza mechi, lakini unaweza kuangalia hatujaruhusu ile ya goli nyingi, makosa mengi hapana. Inaonekana kama ni vijana wanaendelea wana gain gisi wanaenda kucheza, kwa hiyo ni kitu cha kujivunia, na imani kwa inatupa moyo na inatupa faraja. Labda mwalimu, katika first transition zako unapokuwa na mpira, timu yako imekuwa pia ikikamilisha mashambulizi, lakini hali ya kuwa mashambulizi hayo yamekuwa yakifa kwa kutobadilika kwa magoli. Nakwenda kucheza na Singida, timu ambayo ina wachezaji wenye quality kubwa, wachezaji ambao kama ulivyosema wanashiriki katika mashindano makubwa ya kimataifa, na wachezaji ambao wanaweza kucheza katika mazingira tofauti. Je, hii ni tahadhari zipi unaambia wachezaji wako wanapokuwa na shambulia katika kutoka kwenye kuzuia dhidi ya Singida? Katika maandalizi ya football huwa tunajiandaa kwa idara zote, kwa hiyo tunajiandaa kushambulia, na pia tunajua kama patakuwa na mashambulizi, kunakuwa moment ambayo tutakuwa juu, tutakuwa na nafasi tunazitumiaje, na kuna muda na wao watakuwa na hiyo nafasi na mpira.
ni kuhakikisha kuwa tumepunguza madhara yao. Kwa hiyo ni pia vijana wangu sio nataka kusema wana experience, ni wazuri, japo si kilichotuadhibu hapa nyuma kwa sababu tunao kikosi sio kipana. Ukija kuangalia huwa tuliconcede dakika za mwishoni huko wakiwa wamechoka cause sabu hawapo kuweza kuongeza. Kama kisi nimesema hapa katikati tulipata nafasi ya kuongeza mazoezi, kuongeza utimamu, na imani nao watakuwa na uwezo wa kwenda zaidi ya dakika 90. Shukrani sana mwalimu. Sasa namkaribisha mchezaji Emmanuel. Sisi kama wachezaji, mimi pamoja na wenzangu tumejiandaa vizuri. Nashukuru tumepata nafasi na muda wa kutrain kujiandaa kwa ajili ya mechi. Labda saikolojia yenu ikoje nyinyi kwa upande wa wachezaji kutopata matokeo kwenye michezo iliyopita? Inaathiri vipi kuelekea mchezo dhidi ya Singida Black Stars? Of course hatuwezi kusema na tuathiri kwa sababu ni kitu ambacho tunajifunza kila siku. Au tumekosea kwenye michezo iliyopita na mwalimu ameona tumefanyia mazoezi yale makosa tuliyofanya. So naamini tumejifunza kutokana na kilichopita, so naamini tutafanyia kazi kwenye mechi nao. Emmanuel, ukiwa kama mchezaji unacheza kwenye eneo la ushambuliaji, wakati mwingine nyuma mshambuliaji, kutopata matokeo au kutobadilisha nafasi ambazo mnazitengeneza kwa mabao, wewe ukiwa kama mchezaji inaathiri vipi, ama inakuwaje mnashindwa kutimiza yale ambayo mwalimu amekuwa akiyafanya mazoezi? Hapana, mpira ni mchezo. Kama unavyosema tunajaribu kutengeneza nafasi, lakini kuna muda inakuwa ni ngumu kuconvert ile nafasi, lakini kikubwa ni kwamba kama mwalimu alichosema, kikubwa ni kwamba tunafika na tunapata nafasi. Inamaanisha kila siku ndio vitu ambavyo tunavifanyia sana kazi mazoezini kuweza kuconvert hizo nafasi. So naamini kuanzia mchezo huu unaofuata mimi pamoja na wenzangu tutaconvert nafasi tunazozipata. Swali. Kikweli inatupa motisha. Kwanza ukiangalia Singida ni timu ambayo nadhani sisi kama wachezaji ni timu nzuri na inawakilisha nchi yetu kwenye mashindano ya kimataifa. So ni mechi ambayo sisi wachezaji binafsi tunapenda kuzicheza. Kucheza mechi ina wachezaji wenye uzoefu na kariba ya juu. Ni mechi ambazo sisi wenyewe ndio sehemu yetu ya kujipima uwezo wetu na kuona tunafikia. Kwa mimi pamoja na wenzangu naona tuna motisha kuelekea mchezo wa kesho. Neno lote kwa mashabiki na uongozi wa TRA kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Singida Black Stars? Kikubwa ni kwamba mashabiki wetu tunaomba wao pamoja na viongozi wazidi kutuunga mkono. Sasa tunaamini sisi ni timu ambayo at the end of the day tutakuja kuwa wazuri. So tumepata mwalimu mzuri ambaye anajaribu kutufikisha mahala ambapo sisi wenyewe tunaona tunaweza kufika. So tunaomba mashabiki wetu kesho wajitokeze kwa wingi kuja kushabikia timu yetu. Shukrani sana Emmanuel. Asante. Tutakie kila laheri. Mwalimu.